Mheshimiwa, baada ya marekebisho hayo, tunaendelea na uchangiaji. Mheshimiwa Aida Joseph Kenan kwa dakika zisizozidi 5, na utafuatiwa na Mheshimiwa Anatropia Theonest kwa dakika zisizozidi 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Ofisi ya Rais TAMISEMI, tukifanya vizuri tunamtendea haki mwenye jina mwenyewe. Tukifanya vibaya hatumtendei haki mwenye jina mwenyewe, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu muda ni mchache, ni aibu mpaka leo bendera ya taifa, picha ya Mheshimiwa Rais kuambia shuleni wanunue. Pelekeni, na inawezekana tuhitaji malaika Gabrieli. Jambo la pili, upande wa TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, naishukuru serikali kwa kusikiliza bunge kuongeza bajeti kwa miaka 4 mfululizo. Lakini bajeti hizo zinakwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Nkasi Kaskazini, robo 3 ya barabara zake ziko chini ya TARURA. Pamoja na kuongezeka kwa bajeti, hebu angalieni maeneo yaliyoathirika zaidi, muyape kipaumbele au kuwe na program maalum ya kwenda kumaliza hizo changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nazungumza hapa mwaka jana niliwaambia kuna kivuko kimoja ambacho kimekuwa kinapelekea vifo vingi vya wanafunzi. Nikawaambia mnasubiri mpaka nani afe mchukue maamuzi. Nashukuru mmetewa fedha kidogo. Ile barabara haijakamilika. Hatutaki tena watoto wetu waendelee kufa pale. Hatujui wale wanafunzi watakuwa nani kesho. Tuheshimu ndoto zao, tuweze kujenga hicho kivuko kati ya kata ya Isunta na kata ya Namanyele. Tuweze kumaliza kwa wakati. Jambo lingine, natambua uwekezaji ambao umefanyika kwenye wizara hii. Upande wa elimu, lakini upande wa sekta ya afya, lakini ushauri wangu, uwekezaji huo uendane na huduma zinazotolewa, sio majengo yabaki kuwa sifa ya majengo. Huduma hizo zitolewe kulingana na uwekezaji uliofanyika. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa elimu, tuangalie sana, kuna mikoa ambayo ilikuwa nyuma kielimu. Lengo keki ya taifa tuigawanye kote, kwa maeneo yale mengine yapewe kipaumbele zaidi. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulitumia bilioni 254. Fedha kutumia sio jambo baya. Nini kilienda kufanyika? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mchengelo ameshafanya kazi kwenye wizara hizo nyingine vizuri kabisa, na hata wizara ya TAMISEMI maeneo mengine na usimamizi vizuri kabisa. Kwenye eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Ukweli utaniweka huru, mambo yalifanyika ya hovyo kabisa mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuanzia mwanzo kwenye kuwaengua wagombea, haiwezekani. Tena mnaondoa mambo ambayo hayapo kisheria wala kikanuni. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasheria. Eti mnasema form moja sehemu aliyojaza anajua kusoma Kiswahili, kwamba eti alipiga tiki sehemu ya pili kwamba anajua na Kiingereza, kwa alikosea kujaza form. Hilo jambo linamuondoa mgombea. Naomba niwaambie, amani tunayoimba, amani ni tunda la haki. Tusipoiandaa haki, amani tutaimba hitaji kutumia mtutu wa bunduki. Mheshimiwa Rais ameanza vizuri, ametenda vizuri. Yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bado maumivu ya Watanzania ni makubwa. Imani imepotea juu ya kulinda haki yao kwenye kura zao watakazopiga. Mimi naeleza hapa, naipenda nchi yangu. Niliwaambia wananchi wangu wasifanye fujo. Sitaki ndugu zangu waumie wala wafe kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna ajabu ilitokea, hata wale wachache waliotangazwa, siku wanakwenda kuapishwa kwa hakimu, wanakutana na aliyeshindwa, anasema nimeagizwa na chama changu nije niape. Ni aibu ya taifa. Amani tunayoizungumza leo ilitengenezwa, na kutengeneza kwake ni haki. Tendeni haki. Mheshimiwa Rais amefanya mambo yake mazuri, wasubiri wananchi waamue, na haki za watu zilindwe, maamuzi yao yaheshimiwe. Hakuna mtu leo mnaona mambo yanazungumzwa hapa, no reform no election, hayaji tu, ni mambo yamesababishwa na hayo maumivu ambayo watu wanazungumza. Kuna majibu yatolewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja amani ya nchi hii. Tukivunja tunaenda wapi? Taifa ni la kwetu sote. Yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tusione aibu kwamba tulikosea, tujisahihishe. Turudishe amani ya taifa letu. Turudishe haki ya mpiga kura. Turudishe heshima ya mpiga kura. Viongozi wote wanatokana na maamuzi ya wananchi. Tukikosea leo, tunatengeneza taifa la namna gani? Tutasema sawa tumerudi. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tunasema mambo yamefanyika.
hata jimboni kwangu yamefanyika. Nataka nirudi kwa haki, wananchi waamue kwamba aidha tunakurudisha bungeni, sio kwa sababu fulani amesema. Hao wananchi watakuwa na mbunge waliyemchagua, diwani waliyemchagua, wanaweza kumkosoa kwa makosa anayofanya. Leo tukitumia mgongo wa nyuma, tukatumia mamlaka, amani hii tutayubili leo. Tunayoyubili leo hatutatumia mtutu wa bunduki kuirudisha, tutairudisha kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Ndio ushauri wangu kwenye eneo hili, bila hofu yoyote. Kama Mkristo nitawashauri, tumetoka huko na wote tuna dini humu ndani. Makosa yaliyofanyika tukubali, yalifanyika ni makosa, tuilinde nchi yetu kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.